Lawrence Enos Kaneta, ni mchungaji kiongozi wa kanisa la hapa usharika la kanisa la Tanzania Assembly of God, usharika wa Amani Christian Center, lakini pia ni askofu wa jimbo la Ilala Magharibi hapa Dar es Salaam. Pamoja na hayo, kama mratibu wa Tanzania wa CTMI alivyosema, huu sio mkutano wa dhehebu moja. Huu ni mkutano wa viongozi wa dini, yaani watumishi wote wa Mungu wa makanisa mahali pamoja, mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji, walimu, maaskofu, viongozi wa idara kutoka katika makanisa mahali pamoja, wote kwa pamoja wamealikwa ili kuja kuimarisha kazi ya Mungu katika maeneo ambayo Mungu amewaita watumike. Sisi kama watumishi wa Mungu, mkutano kama huu unasaidia sana kuleta amani katika nchi yetu. Unajua, serikali na taifa letu na viongozi wetu wanafanya juhudi kumbadilisha mwanadamu kutoka nje kwa kutumia mekanizmu mbalimbali, lakini sisi viongozi wa kiroho tunakuwa na wajibu wa kumbadilisha mtu kwa msaada wa Mungu kutoka ndani kupitia neno la Mungu. Kwa hiyo tunaamini hawa viongozi wakija hapa wakapitika vizuri, tutakuwa na raia wazuri sana hapa Tanzania. Hata matukio mabaya ambayo tunayaona yanatokea hayataweza kutokea tena, maana uongozi ukiwa mzuri hata raia wanakuwa wazuri. Viongozi wakipona hata jamii inapona. Kwa hiyo natoa wito mkubwa sana kwa viongozi wote kuhudhuria katika kongamano hili, na waombeni tuhudhurie kwa faida ya amani ya nchi yetu, tufanye hata nchi yetu viongozi waongoze kwa wepesi zaidi. Unajua, nchi inakuwa ngumu sana kuongozeka kama watu hawana nafasi ya kumcha Mungu sawa sawa. Na baada ya kongamano hili hapa Tanzania, ninaamini kwamba maisha ya Tanzania, maisha ya wananchi, maisha ya wakazi wote na maisha ya watu kiroho hayatakuwa kama ilivyokuwa mara ya kwanza. Maana watu wengi watakanyaga jiji la Dar es Salaam, sio kutoka mikoani tu na kutoka nje ya nchi. Tunaposimama kama watumishi wa Mungu na tunapoona mabaya yanaonekana yako mbele bila kujali chanzo chake ni nini, tunaye Mungu anayesikia, ambaye anasema ombeni nanyi mtapewa. Kwa bado sisi kama watumishi wa Mungu tunapoona kuna kitu kibaya kinakuja mbele, wajibu wetu sio kukishabikia. Wajibu wetu sisi ni kubadilisha kwenye ulimwengu wa roho, kuingia kwenye maombi kama ambavyo tunaombea amani. Na maandiko yanatufundisha sisi tuombee viongozi walio katika madaraka, tuombee amani ya nchi itawalike vizuri ili wote tuweze kuishi kwa amani. Kwa hiyo mimi nataka kusema kwamba kama tunasimama kama watumishi wa Mungu, kama kuna mtumishi anaona kuna mabaya yataipata Tanzania, kama ni Mungu aliyemwonyesha, maana yake huyu mtumishi ana wajibu wa kuingia kwenye maombi ya kuhakikisha kwamba anaomba na mabaya hayaipati Tanzania. Na mimi niseme, mimi ninaamini kwa maombi ambayo tunamuomba Mungu na nchi nzima, Tanzania itakuwa salama kwa jina la Yesu. Mungu ataiponya Tanzania. Sisemi inafanya mambo vizuri, hapana. Hata kama ifanye baadhi ya mambo vizuri, tunamuomba Mungu atupe fursa na wape hekima viongozi wetu, ila kila kitu kikae mahali pake na amani iweze kustahimili katika nchi yetu. Kwa hiyo sisi, moja ya shabaha tulizonazo kwa ajili ya taifa letu ni kuhakikisha kwamba amani, utulivu na ustawi katika nchi hii unatokea. Tunafanyaje? Kwanza kwa kumcha Mungu. Kwa tunapomcha Mungu, matokeo ya kumcha Mungu itakuwa ni amani. Lakini si shauri hata kidogo kuchochea hasira, chuki katika jambo lote, kwa sababu kila kitu mwisho wa siku tukikaa kwa pamoja tunaweza kupatana. Jambo ambalo halijakaa sawa sawa, tunaombea hekima pia uongozi ukae na sehemu zenye migogoro waweze kupatana, kwa sababu neno la Mungu linasema heri wapatanishi, na sisi kama watumishi wa Mungu tuna huduma ya upatanisho, sio huduma ya uchonganishi. Kwa mimi naamini kwamba hata kama kuna watu wameona mabaya kwa Tanzania, ni wajibu wetu sisi watumishi wa Mungu kuombea amani, kuombea suluhu, kuombea neema kwa Mungu ishuke hapa Tanzania ili kusiwe na vurugu. Nafikiri sisi wote sio wageni, tunajua madhara ya amani kitoweka Tanzania nini, kwa sababu neno la Mungu likiwafikia watu wanakuwa ni raia wema, wanakuwa ni raia wanaomcha Mungu, kwa mambo yao na utendaji wao utakuwa mzuri, haki itatawala, dhuluma haitakuwepo, ustawi na kazi zitafanyika kwa mafanikio makubwa. Hili ni kongamano la CTMI. CTMI ni shirika la kimataifa ambalo linahusika na kuwaleta pamoja watumishi wa Mungu, huduma mbalimbali
za makanisa mbalimbali. Kwa hiyo inawaimarisha na kuwajenga watumishi wa Mungu kwanza kabisa Afrika na duniani kote. Kwa hiyo tunaandaa kongamano kubwa ambalo litafanyika wiki ijayo kuanzia tarehe 4, 5 na 6. Tumepokea simu kutoka ndani na nje ya Tanzania. Mpaka sasa tumepokea karibia nchi 11 za Afrika na nje ya Afrika wanakuja kwenye mkutano huu, lakini ndani ya Afrika Mashariki watu wa Uganda wanakuja, watu wa Kongo, Rwanda, Burundi na mikoa yote ya Tanzania tumeweza kuwasajili washiriki. Lakini huu mkutano hasa ulilenga kuwafikia wachungaji, viongozi wa makanisa katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Na tulilenga hasa viongozi katika makundi haya yafuatayo. Kuna wachungaji katika zile huduma zote 5 zinazojenga mwili wa Kristo. Tulitamani hao katika mkoa wa Dar es Salaam tuweze kuwafikia. Na lakini kuna upendeleo pia ukatolewa pia wake za au wenzi wa hao watumishi na wao pia wakawa wamekaribishwa katika kongamano hili. Na tumeweka utaratibu kwamba watu wafike saa 3 asubuhi kwa sababu watu ni wengi sana. Kwa hiyo wakifika saa 3 watapokea vitambulisho vyao kwa sababu tumesajili watu. Na kama kuna mtu hajajisajili, tunatoa wito ajisajili mapema. Ziko kumbi karibia 5 kwa ajili ya kuwapokea watumishi wa Mungu. Kwa hiyo watu wakifika saa 3, na tumeandaa kwamba kama mtu akija tutampa nauli ya kurudi. Kwa hiyo watumishi wa Mungu kote mnakotufuatilia na mnapata taarifa hizi ni kwamba mtu akifanikiwa kufika hapa tutampa nauli ya kurudi. Lakini pia tumeandaa chakula cha mchana kwa watu wote watakaoshiriki kongamano hili. Pia tulipenda kujulisha Watanzania hasa viongozi wa makanisa kwamba CTMI ambayo ilianzishwa mwaka 2001 nchini Mauritius sasa inafanya kazi na nchi zaidi ya 100 duniani kote. Na kwa Tanzania hapa na Afrika Mashariki inaandaa CTMI inaratibu mikutano mingi mizuri. Tuna mikutano ya wakina mama na mwezi wa 4 tutakuwa na mkutano Arusha kuanzia tarehe 2 mpaka tarehe 5. Huu ni mkutano ambao unakaribisha wanawake kutoka katika makanisa yote. Na kama tulivyosema CTMI sio dhehebu, lakini ni shirika ambalo linafanya kazi, ni taasisi ambayo inafanya kazi na madhehebu yote. Kwa hiyo watu wanakaribishwa. Lakini pia mwezi wa 8 tutakuwa na kongamano kubwa la viongozi Nairobi. Na mwezi wa 10 pia tunakuwa na kongamano la viongozi Mauritius. Kwa hiyo kuna mikutano mizuri ambayo inaratibiwa na CTMI. Na kwa mtu akitaka kutaka kupata taarifa zaidi kuhusu mikutano ya CTMI, unaweza kupiga simu namba 0716 209 210.